Mara baada ya jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam kuonya wananchi kujitokeza katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu Aprili 24, 2025, mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu atafikishwa mahakamani hapo kusisitiza atakayejitokeza atashughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Katazo la jeshi la polisi kwa wananchi ni kufuatia wito wa makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche kuwataka wanachama wa chama hicho na wananchi kufika kwa wingi mahakama ya hakimu mkazi Kisutu Aprili 24, 2025, wakati mwenyekiti wa Lissu akifikishwa mahakamani kusikiliza kesi ya uhaini na umkabili. Heche amesema hayo katika mkutano maalum wa hadhara uliofanyika viwanja vya Mbezi, wilaya ya Ubungo Aprili 16, 2025, wakati akihutubia mamia ya wananchi waliofika kumsikiliza na akiwahimiza wananchi hao kufika mahakamani hapo bila kuwa na silaha yoyote wala kufanya fujo, bali wabebe vitambaa vyeupe na maji. Tukumbuke kuwa Lissu alipandishwa kizimbani kwa mara ya kwanza na kusomewa shtaka la uhaini mara baada ya kukamatwa mkoani Ruvuma alipokuwa kwenye ziara kuhamasisha ajenda ya chama hicho ya hakuna mageuzi hakuna uchaguzi. Na kabla ya kusomewa shtaka hilo, taarifa ya jeshi la polisi iliyosainiwa na kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi CACP Marco Chilia, ilieleza kuwa Lissu alikamatwa mara baada ya kuwepo kwa madai ya kufanya uchochezi na hivyo jeshi hilo linamshikilia kwa mahojiano. Kufuatia haya yote ambayo yanaendelea sasa, katika chama cha demokrasia na maendeleo kimesema kuwa kinapinga vikali kwa msisitizo wa hali ya juu kauli ya kamanda huyo wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam CACP Jumanne Muliro, ambaye alitoa maagizo hayo tarehe 17, 2025, akipigia marufuku wananchi hao kufika katika mahakama ya Kisutu tarehe 24 Aprili 2025, tarehe 24 Aprili 2025, siku ambayo mwenyekiti wa taifa wa Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu atafikishwa mahakamani kwa kesi ya kisiasa ya uhaini. Wamesema kuwa na tafsiri kauli hiyo kama mpango wa wazi wa kumnyima haki mwananchi, kuingilia uhuru wa mahakama, kuzuia ushiriki wa umma katika mchakato wa haki na jaribio la kutumia vyombo vya dola kulinda maslahi ya kisiasa ya watawala. Diana Masai, Mawingi TV.